إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله منا وإياكم من النار. Watukufu, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada za rahma kipenzi chetu na kipenzi cha Allah Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, darasa yetu iliyopita ilikuwa tunazungumzia hal yahtaju Allah ila makani, je, Mwenyezi Mungu anahitaji kuwa na sehemu? Ilikuwa tunazungumzia kuhusiana na Allah yuko wapi, aina Allah, Mwenyezi Mungu yuko wapi? Na kama tulivyoashiria, darasa yetu ina malengo ya kuelezea tauhid, lengo la kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Darasa iliyopita ilikuwa tumeelezea kuhusu Allah subhanahu wa ta'ala yuko wapi, lakini vile vile tukatoa ufafanuzi wa aya inasema Ar-Rahman ala al-arshi istawa, kwamba wapo wanaosema Mwenyezi Mungu yuko katika arishi yake, lakini pia tukaeleza jambo hilo kwa urefu. Lakini vile vile tukaeleza mtu akiwa anauliza swali kwamba Mwenyezi Mungu yuko wapi, au akataka kumuona Mwenyezi Mungu kwa mtazamo wa macho ya kibinadamu ya kawaida, ni swali ambalo wanawachuoni wanatuambia ni bid'a. Haifai mtu kuanza kumsawirisha Mwenyezi Mungu au kutaka kumuona Mwenyezi Mungu katika umbile analotaka yeye. Lakini vile vile tukaelezea jambo lingine kuhusiana na masala ya kunyoosha mikono. Mtu akiomba dua ananyosha mikono kuelekea mbinguni. Je, ni ishara ya kuonyesha kuwa Mwenyezi Mungu yuko mbinguni? Na tukaeleza dalili ya watu wanaosema kwamba Mwenyezi Mungu yuko mbinguni kwa sababu Mtume alipelekwa safari ya Isra wal Mi'raj, alipelekwa mbinguni. Kwa hiyo huenda kule ndipo alipo Allah subhanahu wa ta'ala. Tukaeleza ulama wametafsiri vipi aya hiyo kwa mujibu wa Ahlus Sunna wal Jamaa. Kwa hiyo darsa ilikuwa katika mtazamo huu. Leo bi mashiatillah, kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, tunataka tuelezee kitu kinaitwa kifo. Kifo au mauti ni jambo ambalo lina siri kubwa sana, ambayo katika akili ya kibinadamu kuna baadhi ya vitu ukielezwa akili yako inaweza ikawa inakataa, au viko baadhi ya vitu ukawa unajiuliza kwamba mwanadamu ana kitu kinaitwa roho. Roho ni kitu gani? Na pengine kuna mwingine akatafsiri kwamba moyo ndio roho, kwamba kwa kuwa mwanadamu akifariki moyo wake unasimama, kwa hiyo itakuwa moyo ndio roho. Sasa tunakusudia kueleza katika darsa yetu ya leo, kifo ni kitu gani, umauti ni kitu gani, lakini pia mwanadamu anapofariki anakwenda kuwekwa kaburini. Sisi Waislamu tunaamini kwamba kuna hayatul barzakhia, kuna maisha ya kaburini. Niliuliza swali wiki iliyopita ile kwamba ikiwa mtu ameliwa na fisi mpaka mifupa, je, kama kuna maisha ya kaburini, huyu naye maisha yake ya kaburini itakuwaje?
ikiwa amejua mpaka mifupa? Kwa hiyo sisi Waislamu kuna vitu tunaviamini, kama tulivyosema darsa yetu hii, lengo ni tauhid, kuelezana baadhi ya mambo ambayo yanamtoa shaka Muislamu juu ya imani yake aweze kujua, hata kama akiulizwa kwamba wewe unaamini kwamba mtu akifariki anakwenda kuishi maisha ya kaburini, na kaburini kuna adhabu, huyu kaliwa na fisi, je, hiyo adhabu atapataje? Kwa hiyo leo tutaanza kuelezea kuhusiana na kitu kinaitwa kifo. Lakini kabla hatujaelezea kifo, tuelezee hayo maisha yanayoitwa maisha ya barzakh, ambapo mwanadamu akifariki anakwenda huko katika maisha ya barzakh. Lakini kuna baadhi ya watu wanaamini kwamba hakuna maisha ya kaburini. Kuna baadhi ya watu wanaamini hivyo, na ukitaka kulijua hilo, niliwaeleza sasa hivi kwenye mitandao, kuna watu wanaoitwa atheism. Ni watu ambao hawaamini kama kuna Mungu. Kwa hiyo moja ya kitu ambacho wanaamini kwamba hakuna maisha ya kaburini, na ni uongo. Na kama hivi mimi nikizungumza hapa na hapa mbele kuna media, baadaye wakirusha katika mitandao, kuna baadhi ya watu wataanza kutoa akili kwamba we shehe una akili, mmeletewa dini na Waarabu inawachanganya akili, inawezekana vipi kukawa na maisha ya kaburini? Yani unadhiakiwa katika mitandao. Yani ni jambo ambalo sasa hivi wale ambao hawaamini kama kuna Mungu wanakuja kwa kasi sana kuwaaminisha watu kwamba hivi vitu havipo. Sasa tusiposema na kueleza na kuwatoa mashaka watu wetu, maana yake kuna hatari kizazi cha Kiislamu kikaingia katika mtazamo huu wa akili hiyo kwamba hakuna maisha baada ya mwanadamu kuondoka hapa duniani. Sasa unaposema barzakh, barzakh maana yake ni kizuizi. Unaposema neno barzakh, barzakh maana yake ni kizuizi. Na ukitaka kuamini kwamba kuna maisha ya barzakh, ni uthibitisho ambao ameutoa Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an. Mwenyezi Mungu anasema, hatta idha jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'athun. Aya hii ndo inakuja kuthibitisha kwamba kuna maisha ya barzakh, kuna maisha ya kizuizini. Mwenyezi Mungu hapa ametaja neno barzakh kwamba innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'athun. Mwenyezi Mungu anazungumzia majuto ambayo atayapitia mwanadamu, na majuto hayo mwanadamu atatamani aweze kurejeshwa hapa duniani ili aweze kuja kufanya mambo yaliyokuwa mema. Mwenyezi Mungu anasema hayo yatakuwa ndiyo maneno ya mtu ambaye ameshakufa tayari, anaelekea katika maisha ya kizuizini. Lakini Mwenyezi Mungu anasema mwanadamu huyo atakwenda kuwekwa kizuizini, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'athun. Mwanadamu huyo atakwenda kukaa kwenye kizuizi mpaka siku ya kufufuliwa. Kwa hiyo dalili ya kwanza, Mwenyezi Mungu anathibitisha ya kwamba kuna barzakhun, kuna maisha ya kizuizini ambayo mwanadamu atakwenda kukaa kwenye maisha hayo mpaka siku ya kufufuliwa. Kwa hiyo mwanadamu inatakiwa aamini kwanza kama kuna maisha ya barzakh, kuna maisha ya kizuizini kwa mujibu wa Qur'an. Unless otherwise, vinginevyo kama ukiniambia kama hauiamini Qur'an. Lakini kama unaiamini Qur'an, Mwenyezi Mungu kwenye aya hii anathibitisha ya kwamba kuna maisha ya barzakh na mwanadamu atakaa kwenye maisha hayo ila yaumi yub'athun, mpaka siku watakayofufuliwa wanadamu. Kwa hiyo kama Muislamu inatakiwa uamini hilo.
Na kama hauliamini hilo, maana yake hauiamini Qur'an, na kama hauiamini Qur'an, maana yake wewe hauna imani, bado haujawa Muislamu. Kwa sababu Muislamu ni yule ambaye anayeamini. Katika imani tumesoma katika ile hadithi kwamba antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi min Allah. Imani maana yake ni kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na mitume wake na vitabu vyake na malaika wake, lakini na kuamini siku ya mwisho na kuamini qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndiyo maana ya imani. Kwa hiyo kama hauamini Qur'an ambayo imethibitisha kuwa kuna maisha ya barzakh, maana yake wewe utakuwa hauna imani ya sawasawa, wewe haujawa Muislamu bado, haujawa Muislamu, imani yako itakuwa ina mashaka. Qur'ani inathibitisha kuwa kuna maisha barzakh, kisha wewe ukasema mimi nina mashaka, haiwezekani mwanadamu akafa kisha akaenda tukaambiwa kuna maisha ya barzakh, wakati Qur'ani inathibitisha kuwa kuna maisha barzakh. Wewe ndio utakuwa haupo sawasawa katika imani yako. Kwa hiyo jambo la kwanza, tunathibitishiwa kuwa kuna maisha ya barzakh, kuna maisha ya kizuizini baada ya maisha haya duniani. Mwanadamu anaishi katika marhala zake 5, na baadhi ya wanawachuoni wanasema ni marhala 4. Marhala ya kwanza ya mwanadamu, ulama wanasema mwanadamu anaishi katika ulimwengu wa kiroho kabla ya kuja katika tumbo la mama yake. Yani mwanadamu roho yake inakuwa ipo. Kwa hiyo kabla ya kuishi katika tumbo la mama yake, roho yake inakuwa inaishi katika ulimwengu wa kiroho. Baadhi ya ulama wanatuambia hivi, lakini ulama wengine wanasema kituo chake cha kwanza mwanadamu inakuwa fi batni ummi, katika tumbo la mama yake. Na ukitaka kujua kuwa kuna ulimwengu wa kiroho, mwanadamu anapokuwa amelala usingizi usiku, kuna baadhi ya nyakati huwa anaota anaongea na babu yake aliyekufa miaka 100 iliyopita, au anaota anaongea na mama yake mzazi aliyekufa miaka 20 iliyopita, au anaota anaongea na kaka yake aliyekufa pengine mwezi mmoja uliopita nyuma. Ulama wanatueleza, na al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawzi kwenye kitabu chake cha Ar-Ruh anatueleza ya kwamba roho za wanadamu huwa zinakutana katika alami al-arwah, katika ulimwengu wa kiroho. Roho za wanadamu zinakutana. Mwanadamu anapokuwa amelala, roho yake huwa inatoka inakwenda katika ulimwengu wa kiroho, huwa inakwenda kukutana roho nyingine zilizokufa, yani maiti waliokufa siku nyingi, roho zao huwa zinakwenda kukutana katika ulimwengu wa kiroho, ndio huwa zinazungumza. Ndio maana wanatuambia wanawachuoni ya kwamba ukiota unazungumza na babu yako au baba yako au ndugu yako, akawa anakwambia aliyekufa, unaota kwamba bwana, mbona uji kunitembelea, mbona unikumbuki nani, ulama wanatuambia ndoto hii inakuwa ni ya kweli, kwamba anakwambia umuombee dua. Na ukisoma kwenye kitabu cha ruya, kitabu cha ndoto cha Ibn Sirin, mwanawachuoni mmoja anaitwa Ibn Sirin anaelezea kwamba katika moja ya ndoto zilizokuwa za kweli ni mtu anapokuwa ameota anaongea na ndugu yake aliyekufa miaka mingi iliyopita, au babu yake au mama yake, kisha akawa anazungumza naye, mbona unikumbuki, mbona uje kunitembelea, mbona hivi. Ulama wa elimu ya ndoto wanatuambia ni tafsiri ya kwamba umkumbuke kwa dua, kwa sababu roho yako inakuwa imetoka wakati upo usingizini, imekutana na roho ya yule aliyekufa muda mrefu katika ulimwengu wa kiroho. Kwa hiyo wanawachuoni wanatuambia kuna ulimwengu wa kiroho upo, ambapo roho za wanadamu huwa zinakutana. Kwa hiyo mwanadamu anakuja katika kituo ambacho kinaitwa katika tumbo la mama yake. Mwanadamu yoyote lazima aishi katika tumbo la mama yake. Kila mwanadamu lazima aishi katika tumbo la mama yake. Hakuna mwanadamu ambaye hakuishi katika tumbo la mama yake isipokuwa Adamu alayhi salam, ndio peke yake ambaye hakuishi katika tumbo la mama, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema hal ata ala al-insanu hinu min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Wanawachuoni wanatueleza ya kwamba Adam
aliumbwa kwa kufinyangwa, kwa kutengenezwa na udongo, na udongo wake aliyoumbiwa Adam ulikuwa ni udongo ambao mfano wake kama unavyoona mchanga, lakini katika utaalamu wake Allah subhanahu wa ta'ala, ule mchanga ukatiwa maji ndio ukapatikana kama vile mfinyanzi, kisha Adamu alayhi salam akatengenezwa katika mtindo huo na udongo. Baada ya kutengenezwa, Adamu alayhi salam akawekwa mahala kwa muda mrefu bila ya kuwekwa roho, kupuliziwa roho na Allah subhanahu wa ta'ala. Roho ni kitu gani? Nitakuja kuwaelezea mbele, maanake unaposikia amepuliziwa roho, roho ni kitu gani nitakuja kuelezea mbele roho ni kitu gani. Sababu swali hili aliulizwa hata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, roho ni kitu gani? Kwa hiyo jibu lake lipo ndani ya Qur'ani, nitakuja kulisema. Sasa Adamu alipoumbwa akawekwa, likawa kama vile sanamu limekaa kwa muda mrefu. Wanawachuoni wanasema ilipita miaka 1000, na miaka 1000 ya huko mnatambua ni miaka mingi sana. Sasa Mwenyezi Mungu anasema hal ata ala al-insanu hinu min ad-dahri ala al-insani afwan hal ata ala al-insani hinu min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Hivi mwanadamu akumbuki au hatambui namna alivyoumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala, akakaa dahri kwa muda mrefu aliyakuwa hakuwa ni kitu chenye kutajika? Wanawachuoni wanafasiri wanasema Mwenyezi Mungu hapa alikuwa anamzungumzia Adam kwamba alimuumba akakaa muda mrefu, hakuwa ni kitu chenye kutajika. Yani malaika walikuwa wanashangaa, ni kitu gani hiki, mbona kimekaa kama sanamu? Mpaka pale Mwenyezi Mungu alipompulizia roho Adam, alipoanza kutaharak, ndio wanadamu wakajua, ala, kumbe hiki, wale malaika wakajua kumbe hiki kiumbe. Lakini kabla ya hapo mwanadamu alipoumbwa hakikuwa ni kitu chenye kutajika, na alikaa muda mrefu bila kupuliziwa roho na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mwanadamu kituo chake lazima aishi katika tumbo la mama yake. Kiumbe ambaye hakuishi katika tumbo la mama yake ni Adamu alayhi salam, lakini waliobakia wote walikaa katika matumbo ya mama zao. Lakini mwanadamu kwenye kituo cha mama yake na kwenyewe hatodumu. Mwanadamu lazima atoke kwenye tumbo la mama yake, imma atatoka miezi 5, imma atatoka miezi 6 akizaliwa njiti, imma atatoka miezi 9, imma atatoka miezi 12, imma atatoka miaka 2. Yani mwanadamu akae atakavyokaa kwenye tumbo la mama yake. Kituo hiki cha kwenye tumbo lazima atoke mwanadamu. Atatoka kwa njia ya operation, atatoka kwa njia ya kupigwa dripu za uchungu mama yake, au atajifungua kwa njia ya kawaida, lakini mwanadamu lazima atoke kwenye tumbo la mama yake. Akishatoka kwenye kituo hiki cha tumbo la mama yake, mwanadamu anakuja fil hayati dunia, anakuja katika maisha ya dunia. Mwanadamu lazima apite kwenye kituo hiki, imma atapita akiwa hayyan au mayitan. Atakuja kwenye kituo hiki akiwa yupo hai au amekufa, lakini mwanadamu lazima apite hapo. Mwanadamu atazaliwa akiwa yupo hai au atazaliwa akiwa amekufa, lakini lazima apitie kwenye kituo hiki. Kwa hiyo mwanadamu kituo chake kingine kitakuwa ni katika maisha ya duniani. Duniani hapa mwanadamu na kwenyewe hatodumu. Kituo hiki nacho mwanadamu hapa anapita. Kuna sehemu mwanadamu anakwenda. Akitoka hapa kwenye kituo chake cha duniani, mwanadamu anakwenda kwenye kituo chake cha maisha ya barzakh. Ndio hayo maisha ya kizuizini. Sasa ndio hayo maisha ya kizuizini, kwamba kila mwanadamu akitoka hapa lazima aende kwenye maisha ya kizuizini. Maisha ya kizuizini ni maisha ya kaburini. Kwenye kituo cha maisha ya kaburini mwanadamu na kwenyewe hatodumu. Pale mwanadamu atakaa ima miaka bilioni 2 au bilioni 3, itategemea Allah atakavyotaka. Lakini pale mwanadamu atakuja, atafufuliwa. Akishafufuliwa kwenye kituo chake cha maisha ya kaburini, mwanadamu sasa itakuwa imma finnari au fil janna. Mwanadamu atakwenda kuishi motoni au atakwenda kuishi peponi. Iko ndio kitakuwa kituo chake cha mwisho. Iko ndio kitakuwa kituo chake cha mwisho mwanadamu.
Kwa hiyo mwanadamu lazima apitie hivi vituo, lakini ukitoka kwenye kituo chako cha maisha haya duniani utaelekea katika kituo chako cha maisha ya barzakh. Mwenyezi Mungu anasema ainama takunu yudrikkumul mauta, ainama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada, hata kama mtakuwa katika ngome zilizokuwa imara, umauti lazima utawafikia. Yani hakuna mtu ambaye aliyewahi kuepukana na kifo, hakuna. Ndio maana Sayyiduna Ali katika moja ya maneno yake aliwahi kusema, thalathatun la budda an tastaqirra fi dhihnik, mambo matatu haya ukiishi duniani basi yaweke kwenye akili yako. Katika hayo matatu Sayyiduna Ali akasema, la najata min almaut, there is no escaping from death. Hakuna mwanadamu anayeweza kuepukana na kifo, yani iwe itakavyokuwa hapa duniani lazima ufe, lazima ufe. Lau kanat ad-dunya tadumu li ahliha lakana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam hayyan wa baqiya, kama dunia ingelikuwa inadumu na watu wake basi angelikuwa hai Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini aina Muhammad? Muhammad yuko wapi? Muhammad tufi, Muhammad amefariki. Kwa hiyo ikiwa mtume kafariki, maana yake hakuna mtu anayeweza kubakia salama katika ulimwengu. Kwa hiyo mwanadamu lazima ajue kwamba kuna kituo atakwenda baada ya maisha haya duniani, na kituo cha maisha ya barzakh. Kwa hiyo kuna maisha yanaitwa maisha ya barzakh. Wacha nirudi katika somo. Ulama wanatuambia kuna daru dunia, kuna nyumba ya dunia, ndio hii tumo ndani yake. Kisha wanawachuoni wanatuambia kuna darul barzakh, kuna maisha ya barzakh, maisha ya kaburini. Kisha wanawachuoni wanatuambia kuna darul qarar, kuna nyumba ya milele, kuna nyumba ya milele ambayo hiyo ndio mwanadamu atakwenda kuishi milele. Imma atakwenda kuishi motoni, imma atakwenda kuishi peponi. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe katika miongoni mwa watu wa peponi. Inaitwa darul qarar, nyumba ya milele. Hiko ndio kitakuwa kituo chake cha mwisho mwanadamu. Sasa kabla ya kuelewa maisha hayo ya kaburini yapoje na mwanadamu akiliwa na fisi inakuwaje, neno kifo, kifo ni kitu gani? Tunaposikia mtu amekufa, nini maana ya kifo? Wanawachuoni wanatueleza, ukisikia neno mauti, manake hapa kuna maneno mawili. Kuna neno kifo, Kiswahili tunaita kifo, amefariki. Alafu kuna neno kifo, alafu kuna neno umauti. Maneno haya yote ni maneno ya Kiarabu, yote haya maneno ya Kiarabu. Ukisema neno umauti, maana yake ni al-intiqalu min makanin ila makani. Ukisema neno umauti, maana yake ni kuhama kutoka sehemu moja kuelekea sehemu nyingine. Hiyo ndio maana ya umauti. Umauti maana yake ni kuhama kutoka sehemu moja kuelekea sehemu nyingine. Unahama kutoka maisha ya duniani unakwenda katika maisha ya barzakh. Hiyo ndiyo maana ya neno umauti. Tabaraka alladhi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir, alladhi khalaqa almauta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ametakasika Mwenyezi Mungu ambaye ameumba umauti na uhai, ameumba umauti na uhai. Neno umauti maana yake ni kuhama kutoka sehemu moja kuelekea sehemu nyingine. Hiyo ndiyo maana ya neno umauti. Ukisikia amepatwa na umauti, maana yake amehama kutoka sehemu moja kuelekea sehemu nyingine. Hiyo maana ya kwanza. Unakuja kuna neno laitwa kifo. Kifo maana yake ni neno la Kiarabu, limetokana na neno qif, simama. Kiarabu ukimwambia mtu qif, maana yake simama, stop, ndio maana yake stop. Na kusimama kwenyewe sio kusimama kutoka kwenye kiti, maana Kiarabu ni lugha pana sana. Ukimwambia mtu asimame kutoka kwenye kiti, mwambie qum,
Kiarabu fasaha. Qum, simama, yani maana yake anatoka kwenye kiti anasimama, au wewe umekaa chini hapo unasimama. Ijlis, kaa, anakaa. Qum, simama, anasimama. Lakini ukitaka kumwambia mtu anayekuja, kwa mfano anatokea kule anakuja, ukitaka kumwambia stop, simama, Kiarabu qif, simama. Neno kifo limetokana na neno la Kiarabu qif, ndio lapatikana neno kifo. Kiswahili tumetoa maneno mengi kutoka kwenye lugha ya Kiarabu. Wanawachuoni wa lugha wanatuambia Kiarabu ndiyo lugha tajiri kuliko ni lugha yoyote ile unayojua wewe, na wanawachuoni wanatuambia Kiarabu ni lugha ambayo ina maneno milioni 9,900,000 na kidogo. Maneno milioni 9,900,000 na kidogo. Yani Kiarabu kitu kinaweza kuwa kimoja lakini kikawa na majina takriban 5. Kitu kimoja lakini chaweza kuwa na majina takriban 5 yanafika. Kwa mfano kwenye Kiarabu tu, ngamia anaitwa jamalun, ngamia anaitwa naqatun. Ngamia ana majina mengi, ngamia huyo ngamia. Lakini kwenye Kiarabu ilivyo, ngamia akiwa na mwaka mmoja ana jina lake, ngamia akiwa na miaka 2 ana jina lake, ngamia akiwa na miaka 5 ana jina lake. Yani ngamia huyo mmoja ana majina mengi. Yani Kiarabu kipo hivyo. Kwa hiyo lugha ya Kiarabu ni pana. Sisi Waswahili tumetohoa baadhi ya maneno kutoka kwenye lugha ya Kiarabu. Kwa hiyo ukisikia kifo, kumetokea kifo mtaa wa pili, maana yake kifo ni kif, simama. Kilichosimama ni nini? Kilichosimama ni ule uhai wa mtu aliyokuwa nao. Ukisikia neno kifo, maana yake ni kif, simama. Kilichosimama ni nini? Ni ule uhai wa mtu aliyokuwa nao ndio uliosimama. Ndio tafsiri ya neno kifo. Sijui mnanielewa? Alafu neno kufariki, amefariki, unasikia mtu amefariki. Kufariki ni neno la Kiarabu, ni neno la Kiarabu. Kufariki maana yake ni kutengana na kitu, ndio kufariki, yani kutengana na kitu. Kiarabu hicho, kutengana na kitu. Mwili umetengana na roho, ndio maana amefariki. Kufariki yani kutenganisha vitu, ni lugha ya Kiarabu. Kwa hiyo neno kufariki maana yake ni kutengana kati ya roho na mwili wa mwanadamu, ndio kunapatikana neno hiyo kufariki. Ni neno limetumiwa katika lugha ya Kiarabu, kufariki, kutenganisha kati ya kitu na kitu. Kwa hiyo roho na mwili vimetengana, imekuwa ni kufariki. Amefariki, ametenganishwa kati ya mwili na roho, ndio neno kufariki. Hii ndiyo tafsiri ya maneno haya matatu ya kitu kinaitwa kifo au mauti. Kwa hiyo ukilisikia neno hilo litafsiri katika mtazamo huo, na tafsiri zote zinakuja katika maana moja, zinakuja katika maana moja, kwa sababu unaposema umauti, unaposema umauti, kufa, yani kinachokufa ni mwili wa mtu, sio roho ya mtu. Kinachokufa ni mwili wa mtu, sio roho ya mtu. Roho ya mwanadamu huwa haifi, kinachokufa ni mwili wa mtu. Kwa mfano, ikitokea mtu amepata stroke, mkono wake huu ukawa haufanyi kazi, haizi chochote, hata ukimfinya huu mkono wake unakuwa umekufa. Roho ipo, mkono wake huu unakuwa umekufa, mkono wake unakuwa umekufa. Na mwanadamu ukiona roho yake imetoka, kinachokufa ni ule mwili wake. Hata akienda kuwekwa kaburini, ule mwili wake ndio uliokuwa umekufa, sio roho yake. Ukisema roho inakufa na yenyewe, tafsiri yake ni kwamba mwanadamu hatakuwa na maisha habari zake, au hatoadhibiwa kwa sababu roho yake imekufa. Kwa sababu kinachoadhibiwa ni nini? Ni roho ya mwanadamu ndio inayochukuliwa, na ile ndiyo ilomsababisha mwanadamu akafanya maasi na madhambi.
Mwenyezi Mungu anasema inna nafsa la amaratun bisu'i, nafsi ya mwanadamu ndiyo inayomwamrisha kufanya maovu na machafu. Kwa hiyo inayoadhibiwa na inayochukuliwa na Allah ni roho ya mwanadamu. Kwa hiyo ile inakuwa haifi, kinachokufa ni ule mwili wake mwanadamu ndio unakufa. Kinachokufa ni mwili wa mwanadamu, na mfano wake ni mtu akiwa kwenye usingizi. Ulama wanatuambia mwanadamu akiwa yupo katika usingizi anakuwa yupo kwenye subconscious mind, na mwanadamu anapokuwa hayupo katika usingizi anakuwa yupo kwenye conscious mind. Ukisema conscious mind maana yake ni akili tambuzi, na ukisema subconscious mind maana yake ni akili isiyokuwa tambuzi. Ukiwa umelala unakuwa haupo katika akili tambuzi, ukiwa upo macho unakuwa upo katika akili tambuzi. Kwa hiyo mwanadamu anapokuwa amelala anakuwa mwili wake umekufa, lakini ajabu ni kwamba mwanadamu anakuwa kuna vitu anavijua, anahisi anaongea na fulani, anaota kitu fulani, anaota kitu fulani. Ni nini kinachomfanya mwanadamu mpaka anaongea na watu fulani, anafanya hivi, kuna ndoto zinamjia? Roho ya mwanadamu inakuwa haijafa. Kilichokufa ni kile kiwiliwili katika usingizi kwa muda ule. Kilichokufa ni kile kiwiliwili muda ule, lakini roho yake inakuwa haijafa. Ndio maana unaota mara imekuja ndoto hii, mara imekuja hiki. Kuna wakati kuna kitu kama kinakujia hivi na nini, yani roho inakuwa ipo, lakini mwili wako ndio unakuwa umekufa kwa muda ule. Kwa hiyo kinachokufa ni kiwiliwili, sio roho ya mwanadamu. Body, mwili ndio unakufa, lakini roho ya mwanadamu haifi. Na ulama wanatueleza walipokuwa wanafasiri neno au aya inayosema kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi itaonja umauti, kila nafsi itaonja umauti. Yani kila mwanadamu aliyeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala lazima afe. Kila mwanadamu aliyeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala lazima afe. Sasa ulama walipokuwa wanafasiri hapa kwamba kinachokufa ni kitu gani kutokana na aya, wakasema kwamba kinachokufa ni mwili wa mwanadamu, sio roho. Roho inaonja ile tabu na dhiki ya umauti, ule uchungu wa umauti, inayohisi ni roho, lakini mwili wa mwanadamu ndio unaokufa, roho ya mwanadamu haifi. Na wanawachuoni wanatueleza mwanadamu anapofariki anakwenda katika maisha ya barzakh. Tunakwenda kumweka mwanadamu kaburini, tunakwenda kumweka mwanadamu kaburini, tunaandaa maziko, tunakwenda kumweka kaburini. Je, maisha ya kaburini ni ya kweli? Na je, maisha ya kaburini kuna hali gani? Na je, maisha ya kaburini inakuwaje kati ya mwili wa mwanadamu na roho yake katika maisha ya kaburini? Ibrahim alayhi salam, katika miongoni mwa vitu ambavyo vilimtia mashaka ni swali kama hili. Ibrahim alayhi salam, na nyinyi mnafahamu Ibrahimu ni Khalilullah, ni mwandani, ni rafiki wa Mwenyezi Mungu. Sasa akapata mashaka Ibrahim alayhi salam kwamba Mwenyezi Mungu anawezaje kuhuisha, yani mtu amekufa alafu baada ya hapo akaekwa kaburini, kisha Mwenyezi Mungu akamrudishia ule uhai wake, kisha mwanadamu akaanza kuonja adhabu za kaburini. Hilo jambo likampa mashaka Ibrahim. Au mwanadamu ameliwa na fisi mpaka mifupa yake imesagwasagwa na fisi, kisha mwanadamu huyu tukaambiwa kwamba anapata adhabu za kaburini. Ibrahimu akapata mashaka kidogo, hili jambo linawezekana vipi? Ndio maana nikawaambia wenzetu Mabudha walipoandika kile kitabu kinaitwa Buddhism is my religion by birth, wao walieleza ya kwamba hakuna maisha ya kaburini. Ukifa Tanzania unakwenda kuzaliwa Ulaya, au ukifa Ulaya unakwenda kuzaliwa Senegal, unakwenda kuzaliwa wapi, yani hakuna maisha ya kaburini. Yani wamekaa wakatafakari, wakaona ni jambo ambalo haliwezekani katika akili ya kibinadamu. Walipokaa wakatafakari
Sasa hali kama hii ilimpitia Ibrahimu alayhi salam. Mwenyezi Mungu anaelezea katika suratul Baqara, wa idh qala Ibrahimu rabbi arni kaifa tuhyil mauta, Mwenyezi Mungu, naomba unionyeshe vipi unaweza kuhuisha kitu kilichokufa. Ibrahimu anamtilia mashaka Mwenyezi Mungu kwamba anataka amuonyeshe vipi anaweza kuhuisha kitu kilichokufa. Na hapa ndio ninajibu automatic lile swali kwamba vipi mtu anaweza akawa ameliwa na fisi alafu tukaambiwa kwamba huyu mtu ataonja adhabu ya kaburi. Kaburi lake litakuwa wapi aliyakuwa fisi amemtafuna? Aya hii inajibu automatic swali hilo. Ibrahimu akasema kaifa tuhyil mauta, vipi unaweza kuhuisha kitu kilichokufa? Mwenyezi Mungu akamwambia Mwenyezi Mungu akasema kumwambia Ibrahimu, awalam tu'min, Ibrahimu wewe uamini, una imani? Ibrahimu akasema Mwenyezi Mungu akasema bala. Ibrahimu akasema bala, hapana, walakin la yatma'inna qalbi, lengo langu ninachotaka moyo wangu upate utulivu tu. Nataka moyo wangu upate utulivu, manake nina gio. Yani mtu kafa, kaliwa na fisi vipande vipande, leo anaweza vipi mtu huyu kurudi kwenye uhai? Unaona swali hilo linapokupa tabu wewe katika nafsi, ndio Ibrahimu alipata tabu hiyo. Vipi unaweza kuhuisha jambo hilo? Mwenyezi Mungu akamwambia uamini, anaamini, lakini nataka nipate utulivu wa akili. Ndio maana darasa yangu ya kwanza nikawaambia kuna vitu katika Uislamu vinaweza vikakupa tabu sana kwenye akili yako, kwamba inawezekana vipi, kuna maisha ya kaburini na hivi. Najua yani kuna baadhi ya wakati mtu anawaza kesho kiyama. Mtu anajiuliza toka nimeanza kuambiwa habari ya kiyama mpaka leo kiyama hakijasimama. Nishamzika babu yake mpaka leo kiyama. Yani mtu anaweza akawa anajiuliza, au kiyama hakuna, tunaongopewa? Hayo maswali huwa yanaweza kuja katika akili ya kibinadamu. Ndio Ibrahimu naye ikampata hiyo hai. Mwenyezi Mungu akamwambia hivi, hauamini? Ibrahimu akamwambia bala. Kwa nini siamini ya Rabbi? Lakini lengo langu nataka nipate utulivu wa nafsi. Mwenyezi Mungu akamwambia Ibrahimu, fahum arba'atan min at-tayr fasarhunna ilayka thumma ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma ud'uhunna ya'tinaka sa'yan wa'lam anna Allaha azizun hakim. Ibrahim sasa Mwenyezi Mungu akataka kumuonyesha ufundi wake, akamwambia sikiliza, chukua ndege wanne, chukua ndege, kisha hao ndege watawanye vipande kwenda katika majabali, kwenda katika milima, peleka katika mlima huu, peleka katika mlima ule, peleka katika mlima ule. Yani ndege yule anatawanywa. Kwa mfano mchukue njiwa, kisha umtawanye vipande 5, 6, 7 au vipande 4. Kisha uchukue kipande kimoja upeleke mlima Kitonga, kisha kipande cha pili upeleke mlima Kilimanjaro, kisha kipande cha tatu upeleke mlima wa Mtego wa Simba kwetu Uzaramoni kule, mjomba yupo pale. Kuna mlima unaitwa Mtego wa Simba kule kwetu. Mtego wa Simba. Kipande kimoja peleka Mtego wa Simba, kipande kimoja peleka huko kwenu kwa Wadigwa au kwa Wanyamwezi, peleka kwenu mlimani. Sasa Ibrahimu aliambiwa hivyo, chukua ndege mtawanye vipande hivyo, kisha kimoja kule, kimoja kule, kimoja kule, kimoja kule. Ibrahimu akafanya hivyo. Alipofanya hivyo Ibrahimu akaambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kisha waite wale ndege, yani muite huyo ndege uliyemtawanya. Ibrahimu akafanya hivyo, kumuita yule ndege. Kwa mfano ukamchukua kitorondo ukamgawa vipande 4, kisha baada ya kumgawa ukaanza kumuita kitorondo njoo. Yule ndege akaunganika vipande vyake vyote vile, yani akaja akawa kama alivyokuwa mwanzo. Ibrahimu anaonyeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ndege katawanywa vipande 4, mmoja huku, kimoja huku, kimoja kule, kimoja kule, mfano wake hivyo. Kisha akaambiwa muite yule ndege. Ibrahimu akamwita yule ndege, akaja akajiunga vile vipande vyake vyote, akajiunga
baada ya kujiunga akawa mzima yule ndege, anajikukuta mabawa hivi. Ibrahimu anastaajabu, anashangaa. Kisha Mwenyezi Mungu mbele ya aya anasema, wa'lam anna Allaha azizun hakim, elewa hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala ni azizun na ni hakimun, yani hakuna mtu mwenye elimu ya kumshinda Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna mtu mwenye elimu ya kumshinda Allah subhanahu wa ta'ala. Aya hii inatuthibitishia ya kwamba hata kama mwanadamu ataliwa na fisi, mifupa yake bado Mwenyezi Mungu ana uwezo wa kuileta ile mifupa na akaiunganisha na mwanadamu akaishi katika maisha yake ya barzakh, na akaishi katika maisha yake ya barzakh. Fisi akila mfupa lazima atapata haja, na akipata haja yule fisi, kwa vyovyote vile ile haja itarudi tu, lazima atajisaidia chini. Yani kitendo cha yeye kutafuna mifupa yako, Mwenyezi Mungu ana uwezo wa kuiunganisha ile mifupa na ukapatikana mwili wa mwanadamu. Mwenyezi Mungu uwezo huo anao. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Mwenyezi Mungu akilitaka lake akisema kuwa linakuwa. Kwa hiyo mtu usistaajabu ukasema kwamba huyu kaliwa na fisi, kaburi lake litakuwaje? Maisha yake ya barzakhi itakuwaje? Hata kama utaliwa na fisi